Karibu mtazamaji katika makala yetu maalum ya safari ya Tanzania mpya. Leo tunawasikiliza wananchi wenzetu wakieleza matumaini yao ya uchaguzi wa Oktoba 29 ya Tanzania mpya yenye ustawi kwa wote, nchi inayozingatia na kuheshimu utu, haki na usawa, na taifa imara linalojitegemea. Mama Samia kwa kweli mimi namuona bado ni kiongozi ambaye ni shupavu, na mimi kama mwanamke kwa kweli nasema kwamba ninajisikia furaha na amani na heshima kwamba mwanamke mwenzangu ameweza kuwa rais. Na hii si muangalie kama yeye tu, naiangalia kama generation nzima ya wanawake wa Tanzania, kwamba hii fursa ambayo mama ameifungua itaendelea kuwa ni fursa mbalimbali kwa wanawake wengi katika Tanzania pia kuweza kushika nafasi mbalimbali na kubwa za leadership katika nchi hii. Na kwa kweli nimeona amefanya vitu vingi. Kwanza ni mwanamke, ambacho kwamba ukiangalia Afrika na hata Tanzania hata na dunia nzima, mifumo dume imekuwa inawasonga sana kwamba haitoi nafasi kwa ajili ya wanawake. Kwa hiyo kwa Tanzania kuweza kuamua kumpa mwanamke nafasi na akaweza kuifanyia kazi, mimi naona kwamba ni kitu kikubwa cha kiheshima sana na cha tofauti, na ambacho naamini kabisa kwamba kitaleta maendeleo makubwa katika nchi hii. Lakini pia nikiangalia miaka yake mitano ambayo alifanya kazi, miaka 4 aliyofanya kazi, kuna vitu vingi ambavyo katika hali ya kawaida ukiwa ni mwanamke ambaye umeweza kusimamia hiyo kazi. Kwanza tuamini kabisa kwamba yeye kwanza ni amiri jeshi mkuu wa nchi. Kuwa amiri jeshi mkuu wa nchi kwa miaka yote 4 ambayo tumemuona, hatujawahi kuona nchi ingia kwenye matatizo aina yote ile. Tumeona amesimama kwenye nafasi yake vizuri kama amiri jeshi mkuu. Nchi imekuwa na usalama, mipaka imelindwa vizuri, hatujatokea vita mbalimbali. Kwa hiyo kwanza kwa ile nafasi yake tu ya kuwa amiri jeshi na ameweza kuisimamia vizuri, bado naona kwamba ni jambo kubwa sana ambalo amelifanya. Lakini mbili, pia tujue kabisa kwamba yeye ni mwenyekiti wa chama. Kuwa pia mwenyekiti wa chama unaongoza watu mbalimbali ambao wamesimama katika chama kwa muda mrefu na bado ukaweza kukiongoza chama, bado pia ni madaraka makubwa sana ambayo pia ameweza kuyafanya na ameweza kuyatimiza. Lakini pia kikubwa pia tuelewe kabisa kwamba ni mkuu wa nchi. Kuna miradi mingi sana ambayo ilikuwa imeachwa. Nikiangalia wakati ambapo amechukua madaraka, aliondoka na kwamba alikuwa na miradi mikubwa sana, alikuwa na vision kubwa sana. Lakini kama mama ameweza kuingia na kuweza kusimama katika ile miradi, katika ile vision ya mtu mwingine aliyokuwa nayo, na akaweza kuisimamisha, na tunaona kabisa kwamba miaka 4 tumeona kabisa kwamba treni ya SGR imeweza kufanyika na ikakamilika, na tunaona matokeo yake na matunda yake. Bwawa la umeme limeweza kufanyiwa kazi. Tukiangalia ile mwendo kasi wa kule Tabata huko na maeneo mengine imefanywa kazi. Tukiangalia shule za sekondari zimejengwa nyingi, kila mikoa, kila maeneo unaona kwamba kuna shule ambazo zimejengwa kwa kipindi chake ambazo ni nzuri na za kisasa. Lakini pia ukiangalia vituo vya afya vimeboreshwa, vituo vya afya vingine vimeanzishwa. Yaani kuna vitu ambavyo ukiviangalia katika hali ya kawaida kwa huu muda, unajua tunaangalia kwa juu, lakini unapoenda kuwa analytical kuna vitu vingi sana ambavyo vimefanyika. Lakini pia ukiangalia pia kwenye masuala mazima kama mfano ya miradi mipya, kama sasa hivi unaona kuna miradi mingine ya barabara imeanza kufanywa kazi, bado unaona kabisa kwamba kuna kitu kikubwa ambacho mama anaendelea kukifanya. Tunajaribu pia kuangalia pia jinsi ambavyo pia ameempower vijana. Ametoa mikopo nafuu. Kuna mikopo nafuu ambayo imetoka, ambayo sasa hivi kwamba watu wengi wamepata access ya kupata hiyo mikopo. Ingaje pia kuna changamoto kidogo, lakini bado watu wengi wamepata hiyo mikopo. Na nadhani pia hii ni hatua kwanza, ile hatua tu ya kuonyesha nia kwamba unataka kuwasaidia watu kuinuka kiuchumi. Bado mimi naona kabisa kwamba hii ni fursa nzuri sana na ni vision nzuri ambayo anayo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anaempower watu. Na hasa especially kwa wanawake. Unajua unapokuwa na mtu ambaye ni kiongozi wako, anakuwa kama mentor, anakuwa kama leader, unaona kwamba ameweza kufanya hiki, ameweza kufanya hiki. Unaona kwamba watu wengine wanaweza kufanya. Ni kweli Beijing imetusaidia sana, na ninapoangalia kina Mama Mongela, kina mama nani ambao walikuwa wanahamasisha wanawake kuwa empowered na nini, kwa kweli tunaona matunda yake. Matunda yake ni kama unavyoona kwamba tumepata viongozi wakubwa wanawake, wameingia kwenye siasa, wameingia kwenye chama, wameingia kwenye serikali. Wengi sana wameingia kwenye top position za organization. Lakini pia unapoangalia pia kwenye biashara,
Sisi mama, mimi nadhani ni ukiangalia katika eneo langu kama mfano hapa Sinza au hata ukiangalia hata Tanzania kwa ujumla, maduka mengi yanayofunguliwa karibu 70% wanawake ni wanawake. Kwa nini? Kwa sababu kumekuwa na movement ya kwamba wanawake wanaweza kusimama kwenye shughuli mbalimbali, kusimamia uchumi, kusimamia maendeleo, kusimamia vitu mbalimbali. Kwa hiyo tuna udhubutu. Kwa hiyo tunapomwona pia mama anafanya vizuri, na kwamba pia inakuwa ni changamoto kwetu sisi pia kwamba hata na sisi pia hata kesho hata baada ya miaka 20 au 30 bado tena atatokea tena rais mwingine mwanamke. Kwa hiyo mimi naamini kabisa kwamba ni heshima kwetu na kwamba kuna kitu kikubwa ambacho Tanzania inaenda kufanya tofauti na nchi nyingine. Na namtakia kila laheri kwamba ashinde, kwa sababu kwa mambo aliyoyafanya anastahili kwa kweli kupata miaka mingine 5. Na mimi naamini kabisa kwamba atafanya mageuzi makubwa na atasaidia pia nchi. Kiangalia pia kuna kitu kingine ambacho pia nilikuwa najaribu kukitafakari kwenye ile Royal Tour. Ile ambayo mama alifanya. Mimi juzi nilikuwa Moshi. Ukiangalia ukisema barabarani magari ya tours yanayopita yamebeba watalii ni mengi sana. Yaani kila baada ya dakika 10 ngapi kuna magari za tours zinapita. Na maana kwamba uchumi umefunguliwa kwa mikoa ya kaskazini, especially kwenye maeneo ambayo ni ya mbuga za wanyama. Ukiangalia hata wafanyabiashara wengi wa utalii wanafanya vitu vingi. Hata nyumba, kuna programu nyingine naziona kule Moshi. Watu wanaamua kwamba kuna nyumba zao zinafanyika sasa hivi kwa B&B. Nyumba ambazo kwa zimekaa tupu hazina kazi, watu wanaona kwamba sasa hivi wanazirenovate, wanaziingiza kwenye program. Watalii wakija wanaweza wakaishi kwenye zile nyumba badala ya kukaa kwenye mahoteli. Kwa hiyo bado unaona kabisa kwamba ile Royal Tour imeweza kumkamata mpaka mwanamke wa kijijini, mpaka mtu wa kijijini, mpaka mwanakijiji aliyeko kule kijijini anaweza kunufaika na kazi ambayo ameifanya mama. Kwa sababu watalii wanakuja, kumekuwa na movement ya pesa, kwa sababu wanapokuja kule, wanapokaa kwenye maeneo yetu wanatumia vyakula, wanatumia ni kwa hiyo mkulima anayelima mashamba, anayelima parachichi, hata anayeuza mahindi ya kuchoma, mtalii atapita atanunua mahindi. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kuna vitu ambavyo vimefanyika. Lakini pia ukiangalia katika hali ya kawaida unamuona rais anatoka anaenda na anafanya promotion ya nani. Kwa mimi kwa kweli yani that is a humble thing ambacho mtu anaweza kukifanya. Kwa nafasi yake angesema wafanye watu wengine, lakini ameweza kusimama na hicho kitu na kukifanyia kazi. Akimeleta matokeo mazuri sana katika nchi. Na mimi nadhani she the right person. Swala la kupigia kura kwa kweli ni swala ambalo ni la umuhimu, ni haki yetu ya kikatiba. Na mimi mwenyewe nimejiandaa kwenda kupigia kura tarehe 29 kuwachagua viongozi wangu watakaoweza kuniongoza kwa miaka mingine 5. Na kwa kweli upigaji wa kura ni kitu cha muhimu sana kwa kila Mtanzania. Na ninawasihi Watanzania wote ambao mmejiandikisha kwa ajili ya kupiga kura, msiache nafasi yenu ya kikatiba ya kutokwenda kupiga kura. Tunatamani kila mmoja wetu hiyo siku aende kupiga kura na akachague kiongozi anayemtaka, na hii yote ni kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu. Na kama ninavyosema ni kwamba Tanzania tuna values zetu tofauti na nchi nyingine. Tanzania tuna misingi ambayo tumejengewa, ambayo ni misingi ya amani, ni misingi ya kuheshimiana, ni misingi ya kuaminiana na kuambiana. Tuko zaidi kwenye dialogue. Kwa mimi nadhani kwamba tusiharibu values zetu kwa kuangalia vitu vingine ambavyo vitatutoa katika reli, kwa sababu vitatuletea hasara kubwa katika maisha yetu. Kwa sababu tunaweza kufanya one mistake ikaleta matatizo makubwa sana kwa generation inayofuata na kwa maisha yetu ya Tanzania. Kwa mimi naamini kabisa kwamba tukapige kura, tukamchague rais, na kama kuna anything ambacho tunafikiria kwamba tunatakiwa tusaidiane katika kuiboresha nchi yetu, tuamue kutengeneza dialogue mbalimbali za kuweza kuhakikisha kwamba yale mambo ambayo tunahitaji yafanyiwe kazi yaweze kufanywa kazi kwa amani kama ilivyo desturi yetu ya Watanzania. Hao ni Watanzania wenzetu na matumaini yao ya uchaguzi wa Oktoba 29. Hadi wakati mwingine, mara nyingine, asanteni kwa kusikiliza.